zikapate kuamini ya kwamba kila mtu yuko kulingana na vile Mungu anataka akue. Yale yote ambao unapitia katika maisha, hakuna kitu kingine ambacho ni kigeni pale kando na mapenzi ya Mungu kutendeka kwako. Nataka nikakuletea ujumbe wa siku ya leo ambao nasema kuhubiri ni lazima. Kwa njia nyingine, kuhubiri ni uzima, kuhubiri ni uhai, kuhubiri ndio kila kitu katika maisha. Uliumbwa uje katika hii dunia kwa sababu ya lengo hili la kuhubiri. Hakuna kitu kingine. Kuishi kwako na kila kitu yako ya maisha inategemea na wewe kuhubiri injili. Na injili gani? Ya Yesu Kristo, ambaye ndiye Mungu pekee wa ukweli, kwa wale ambao wameamini hivyo. So nataka tusome katika kitabu cha Mathayo, mlango ni wa 9, alafu tutasoma mstari wa 35 mpaka 38. Nasoma. Yesu alitembelea miji yote na vijiji, akafundisha katika masinagogi yao, akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Basi alipowaona watu makundi kwa makundi, aliwaonea huruma, kwa sababu walikuwa hoi na wenye wasiwasi kama kondoo wasio na mchungaji. Hapo akawaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi ni wachache. Basi muombeni Mwenyezi Mungu mavuno atume wafanyakazi wavune mavuno yake. Injili ndio hiyo sasa. Jambo la kwanza, mstari wa 35 nasema kwamba Yesu alitembelea miji yote na vijiji. Wacha nikwambie kitu moja. Kuna vitu zingine ziko na mipaka, lakini injili injili haina mpaka. Acha nikwambie, wanafaa ujue. Yesu alipotembelea miji yote na vijiji, ilikuwa ni kwa sababu gani? Unafikiria kwamba alikuwa ameenda kwa kazi gani huko? Kazi hiyo anasema, sikia vile anasema, akafundisha katika masinagogi yao, akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na kuwaponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. So Yesu alienda katika kila miji, kila kijiji akihubiri. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Akihubiri nini? Ufalme wa Mungu umekaribia. Watu watubu, watoke katika dhambi, watu wakae maisha matakatifu. Hiyo ndio kazi tuko nayo katika hii dunia. Hakuna kazi nyingine. Sasa injili haiwezi kuzuilika na haina mipaka. Vijiji vyote vilifikiwa na injili. Mpendwa, inanifurahisha sana. Miji yote, yani kila kitu lazima kitafikiwa na injili. Wacha nikwambie, mtu asiwahi kuja kukutisha na kukuambia kwamba ati injili hii haifai kuhubiriwa sijui mahali fulani, hawa watu hawataki injili. Hapana bwana. Injili pekee ndio kitu ambacho Mungu anasema hapa ya kwamba kinafaa kifikie kila kiumbe chake ambao ni mwanadamu. Mahali mwanadamu yuko, injili inafaa iko hapo. Wachana mambo ya kuniambia mambo ya dhehebu. Wacha mambo ya kuniambia tutawali wa hii dunia. Wacha mambo ya kuniambia tu kuna serikali nyingine mahali nyingine nasema ya kwamba haitaki injili. Achana nayo bwana. Hiyo wachana nayo. Injili ya Yesu inafaa kuhubiriwa kila kijiji, kila miji. Kwa njia nyingine, katika Mathayo alipowatuma aliwaambia nini? Nendeni duniani kote. Kote inamaanisha kwamba kila mahali. Muhabirie watu watoke katika dhambi. Injili itakupeleka kila mahali.
mpendwa, hata kama kuna mahali masomo ya hii dunia ya mwili hayawezi yakakufikisha, injili itakufikisha. Injili itakupeleka mahali ambapo pesa zako, mahali ambapo umaarufu wako, mahali ambapo uwezo wako hauwezi ukakupeleka. Nakwambia. Lakini hii utaingia pale mahali bila wasiwasi. Nakwambia. Ndio maana Yesu akaenda kila kijiji, kila miji, kwa lengo moja, akiwahubiria, akiwafundisha wajitenge tu na dhambi, mambo mengine yote yatakuwa shwari. Injili tu ni moja, watu kujitenga na dhambi na mambo mengine yote yanakuwa sawa. Lakini ukiwacha kujitenga na dhambi na unataka kuendelea kuabudu, na wewe na uwezo wako na mawazo yako na kulingana na vile dunia inasema, basi utaabudu ndiyo. Lakini kama lengo lako katika kuabudu, katika kuishi katika hii dunia, sio kujitenga na dhambi, mpendwa, unataka kuenda Amerika, mpendwa, unataka ukuwe na shamba na magari, mpendwa, unataka watoto wako wasome na wangae, hiyo yote inatokana na injili. Akiwafundisha nini? Alienda kila mahali kwa sababu gani? Ya injili. Akifanya nini? Akiwafundisha nini? Hiyo injili. Injili gani? Mujitubu, mujitenge na dhambi, ufalme wake umekaribia. Alienda kila mahali kwa sababu ya injili. Alipokuwa ameenda kwa sababu ya injili, alikuwa anafanya nini? Akiwafundisha. Inamaanisha kila mtu aliye katika hii dunia akiokoka, neema ya kufundisha iko juu ya huyo mtu. Usiniambie ati wewe kazi yako tu umeitwa katika kitengo cha kufanya kuimba, wimbo yenye unajua unaimba yenyewe hauijui. Unaimba Mungu anashuka, akitoka wapi na ako pamoja na sisi, anakaa pamoja na sisi. Unaelewa? Hautaimba wimbo kama hiyo kwa sababu bado haujaelewa. Utakapokuwa unaimba, utakuwa unaimba ukifundisha yale mambo unayoimba yakiambatana na maandiko ya Mungu. Roho wa Mungu anashuka kutoka wapi? Na Roho wa Mungu alishawekwa ndani yetu, anakaa na sisi, tuko pamoja naye. Wapendwa, injili hii itakupeleka mahali ambapo nimekuambia hautaweza kuenda na masomo yako. Utafika pale bure. Wenye wa masomo watakuja, watafukuzwa. Watajaribu kufika pale na nguvu zao na masomo yao na pesa yao na umaarufu na nguvu zao, watashindwa. Lakini injili itakupeleka hapo mahali, na utakuwa pale na amani. Mahali ambapo hata mtu mwenye ako na silaha akifika hapo mahali hawezi kuwa na amani. Lakini wewe kwa sababu injili ndiyo imekupeleka, aliyekusudia ni Mungu, alikwambia tuende duniani kote. So wakati unasikia kwamba injili hii haina mipaka, wachana na mambo ya kusema ati South Korea, sijui wanasema nini, sijui Afghanistan, sijui Kabul, sijui nini Saudi Arabia. Wachana na hiyo. Wachana na hiyo. Hiyo wachana nayo. Kila kitu iko na wakati wake. Hata mitume walipokuwa hapa, kuna watu wafalme fulani walipingana tu na injili ili ushuhuda wa Mungu uende kuonekana. So unapoona mambo ya South Korea, sijui Saudi Arabia, sijui Pakistan wanakataa injili, wachana nayo. Hiyo yote liko kwa mpango ya Mungu. Usisumbukane bwana. Usione kwamba ati Mungu ameshindwa, hapana. Mtu asiwahi kukutisha. Hata unajua kama wewe unahubiri basi enda South Korea uhubiri ndio tujue nini. Mungu ndiye amekusudia hiyo mambo ikuwe hivyo. Na utakuja kuona wakati wake utakapofika vile Mungu ataenda kujitukuza pale kwa nguvu ya hali ya juu. South Korea, Afghanistan, Pakistan, na kuambia Mungu anaandaa kila kitu na napanga kwa wakati wake, my friend. Hata Musa alipozaliwa hakuenda kwa Farao direct bwana na kuanza kufanya miujiza. Kila kitu iko na process yake. So Yesu alienda kila mahali akifundisha neno lake. Neno lenyewe lilikuwa na lengo kubwa, kujitenga na dhambi. Mashamba, watoto, vitu vyote mnaohitaji katika maisha havianzi kama hamjajitenga na dhambi. Mujitenge na dhambi, kaeni katika kuabudu Mungu katika roho na ukweli, mashamba mtapewa bure. Mungu
atawapatia kwa wakati wake. Watoto mtapata kwa wakati. Pesa zenye mnahitaji atawapatia kulingana na vile yeye mwenyewe anataka. Kila kitu kimepangwa na yeye. Usifadhaike ndugu na dada. So alipoenda kila kijiji, hakuweza kuhubiri injili ya kufariji watu wakae katika dhambi wapokee vitu. Alikemea watu kutoka katika mambo ya dhambi ili wakuje katika utakatifu wapokee vitu zenye Mungu aliwapangia bure. Na injili vile inaendelea. Na haikukuwako na mipaka. Usianze kuniambia ati kwa nini Herode alikuwa anazuia injili. Yote nimekwambia ilikuwa ni mpango ya Mungu kutuonesha nguvu zake ziko juu ya wafalme. Unajua wakati unasema ati wafalme walikuwa wanazuia injili, ndio ni ukweli, lakini hiyo yote ilikuwa ni kuthibitisha neno la Mungu akituambia kwamba yeye yuko juu ya wafalme. Wazuie yeye akuje apite, ndio tujue ya kwamba Mungu katika hii dunia ako juu ya rais, juu ya mfalme, juu ya wanajeshi, juu ya kila aina yote ya vitengo vya usalama. Hiyo yote inamaanisha kwamba tujue ya kwamba hakuna mwanadamu yoyote ama kiumbe chochote kiko juu ya Mungu. Hata kama Mungu amekipatia mamlaka, hakiwezi kikawa juu yake. So usikuwe na wasiwasi ya kwamba kuna wafalme ama hata mpaka sasa kuna nchi zimekataa injili. No, hiyo yote iko hapo na yote ni Mungu anayetenda. Utakuja kuona kila kitu iko na process yake. Sasa tuendelee. Akafundisha katika masinagogi yao. Yesu alikuwa anaingia katika masinagogi, kila mahali, kwa msikiti anafundisha, akienda kwa tempo anafundisha, akikuja kanisani anafundisha, akifika kwa barabara, kwa soko anafundisha. Ndio maana injili hii haina mipaka. Usikuje kukwama katika mawazo yako ukafikiri ya kwamba injili hii inafaa ihubiriwe kanisani peke yake. Kila mahali, hata mpaka katika madhabahu ya waganga juu, tunapanda na tunasimama pale, tunaambia waganga wakiwa hapo na majini na mapepo ya kwamba Yesu ndiyo Mungu. Lakini watu wengine tunafikiri ya kwamba injili hii inafaa kuhubiriwa tu katika masinagogi, katika makanisa. Hapana, kila mahali. Ndio maana unaona mitume wanaenda kila mahali. Ndio unaona wahubiri wako katika magari, wengine wahubiri hawa, wengine wako katika masoko, wahubiri hawa, wengine wanakuja mpaka kwa shule, wengine kanisani, wengine hata kwa barabara, wengine hata kwa viwanja. Kila mahali injili inafaa kuhubiriwa. Injili pekee ndiyo imepewa hicho kibali ya kwamba kila mahali ikapate kutangazwa. Usiniambia kwamba hapa mahali unajua ni mahali ambapo watu sio wa Kristo, hawataki injili bwana. Peleka huko upumbavu. Kila mahali tuliambiwa, kila mahali. Mungu alijua kwamba wale watu sio wa Kristo, lakini alitutuma kwao. Alijua hao watu ni magaidi, lakini ametutuma kwao. Amejua hao watu wanapingana na injili, lakini hajatuambia tusiende hapo. Tuendeni kila mahali, tuwahubirie, watufukuze, watuambia kwamba hawataki injili, tuondoke, tuwawache hapo, wakuje washuhudie nguvu zake. Mambo ya kusema ati kuna serikali sijui kuna mamlaka gani, hakuna mamlaka kuanzia mbinguni. Jua hivyo. Hapa duniani, katika nchi kavu mpaka baharini, mahali ambapo watu wanaamini kwamba Freemason na Illuminati wameweka pale kiti chao, hapo ndipo wako baharini. Hakuna kitu kinaweza kuzuia injili ya Yesu Kristo. Jua hivyo. So usione sahi kuna nchi fulani ati zinajipiga kifua ati tumezuia injili. Injili gani? Injili inaendelea bwana. Tuko katika injili. Hauwezi kuzuia uhai, hauwezi kumzuia Mungu. Ndiyo injili. Alifundisha kila kwa masinagogi yao. Yesu hakuwa ati na kanisa lenye alikuwa anaenda pale kama siku ya leo vile watu wamejigawa katika madhehebu. Hii dini imeharibu watu sana. Yesu hakuwa na kanisa lenye alikuwa anaripoti pale every Sunday, every Wednesday. Alikuwa kazi yake kubwa ni kuenda kufundisha watu kila mahali, na hiyo ndio kazi ambayo kila mtu dunia mzima amepewa. Mradi tu umeshakubali ya kwamba Yesu ndiye mwokozi wa maisha yangu. Kazi yako kubwa sio mjengo, kazi yako kubwa sio udaktari, kazi yako kubwa sio uvuvi, kazi yako kubwa my friend sio ile ambayo unafanya inakuingizia pesa kwa mfuko ndio unaona ni kubwa. Ni hiyo wokovu, hiyo kumkubali Mungu, hiyo kukuwa tayari kuongozwa na Mungu ili ukatekeleze yale ambayo anayataka. So alipoingia katika masinagogi kila mahali, wacha injili hubiriwe.
So kama uko pale mahali na umetishia watu kwamba hawezi kuhubiri injili kwa sababu ya cheo chako ama kwa sababu ya silaha ambayo uko nayo, hiyo yote tu ni Mungu amekupatia nafasi ufanye hivyo kwa muda yako. Utakapomaliza tena wale ambao wa injili watakuja na watakuonesha kwamba injili iko juu ya hiyo cheo yako, injili iko juu ya hizo silaha zenye uko nazo, injili iko juu ya na ile uwezo yenye unafikiria katika hii dunia, iko juu ya waganga na wachawi, iko juu ya kila kitu. So wewe endelea tu kwanza saa hii ukijipiga kifua. Hata pia Goliath alikuwa na muda wake akajipiga kifua, ametishia watu, lakini wakati muda wake ulifika, basi ilijulikana ya kwamba kweli Goliath sio Mungu, Mungu yuko mwenyewe. So tunaendelea mzuri. Akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na kuponya magonjwa yote na kila aina yote ya udhaifu. Ani Yesu alipokuwa anaenda kila mahali, kazi yake ni kuponya magonjwa yote, laana zote, mapepo yote, kila aina yoyote ya udhaifu. Ani katika njia nyingine, kila aina yoyote ya matatizo katika dunia hii yanatatuliwa na Yesu Kristo peke yake, kwa sababu yeye ndiye Mungu. Shida zote zenye ziko katika maisha yako, mtu asiwahi kukutishia bwana. Jua ya kwamba kuna yule mtetezi, kuna yule ambaye anatatua zile shida bila kulipwa. Bwana wacha acha mtu kukutishia hapa bwana. Alifanya hiyo kazi ya kuhubiri injili hii ya roho hii bila kulipwa. Hakuna mahali alienda akaponya watu magonjwa, akatoa mapepo na laana zote akamaliza, akasema mnipatie shilingi 200 naenda kwa kijiji kingine nitumie kama fare. Bwana wacha. Alifanya hiyo kazi na kuhakikisha kwamba hiyo kazi inaenda ikiwa safi bila madoadoa yoyote. So inasemekana kila aina yote ya matatizo katika hii dunia, Yesu ndiye ako na jibu lake. Wengine tumekuwa na matatizo tumekimbilia serikali, imetushinda. Wengine tumekuwa na matatizo tukakimbilia wazazi, marafiki, wengine tukakimbilia wenye walituajiri kazi, wengine tumekimbilia hata watu wanaoonekana ni wa maarufu, wako na nguvu katika hii dunia, watusaidie. Matatizo yale wameingia ndani, lakini bado yameshindikana. Kwa sababu gani? Tunataka kufanya wale watu kuwa Mungu, na Mungu anataka kujidhihirisha ndani yetu ya kwamba yeye ndiye Mungu. Na nipata sasa, yeye ndiyo Mungu. Sasa jambo la maana hapa ni hili: wakati Mungu ametuambia kwamba tuende kila mahali, jua hiyo iko hivyo. Ameshatupatia nguvu na uwezo na mamlaka juu ya magonjwa yote, laana zote, mapepo yote. So mimi hizo nguvu niko nazo. Ukikuja kwamba uko na shida ya magonjwa, kwangu hakuna kitu nitakupatia kando na jina la Yesu. Nitakwambia amini kwa jina la Yesu, urudi kwa nyumba, mambo yako imekwisha. Ukingojea kitu kingine ya kwamba nikupatie, bwana, hiyo mimi sihusiki ndani. Mimi nataka nikupatie Mungu mwenyewe, udili naye. Wewe mwenyewe uende kwa Mungu, nikufundishe na udili naye, na Mungu akuelekeze, akusuluhishie shida zako bila mtu kujifanya kwamba yeye ndiye Mungu katika maisha yako. Kukwambia kwamba kama mimi singekuombea haungefaulu, ni mimi nilifanya ukafika hapa. Hiyo upumbavu mimi siko ndani. Hapa kazi yenye nilipewa ni kufundishe kujua Mungu. Wewe mwenyewe ukishamjua, sasa wewe deal na Mungu. Vile mimi na deal na Mungu hapa. Mambo mengine yenye Mungu atakusudia kupitia kwa mtu, atumie mtu, ni asilimia kidogo yenye Mungu atatumia mtu mwingine kukuja kwako kufanya kazi, lakini asilimia yote kubwa iko juu yako na Mungu. Ndio maana nilikuwa nakuambia kila siku, nimekaa hata sijui karibu wiki 2 sijakuja hapa kuhubiri, lakini Mungu amekuwa akiongea na wewe. So mtu asikuje kukutisha kwamba bila yeye hautafaulu. Hapana bwana. Hata kama ni mtumishi, Mungu anaweza kosa kutumia mimi, atumie mtumishi mwingine. Mungu anaweza kosa kutumia hata mtumishi mwingine. Yeye mwenyewe akuje kwa maisha yako na muongee na yeye, mujadiliane bwana. Ako pamoja na wewe, akufundishe vile anataka. So alienda kila mahali akahubiri habari njema. Hakuna kifagio alipea watu, hakuna maji. Hakuingia katika uganga kama siku ya leo bwana. Bwana, siku ya leo bwana, watu kuponywa lazima wakunywe maji, wapigwe na vifagio, wapewe misalaba.
rosari, vitambaa, yote wakiangalia kutoka kwa Biblia. Paulo, Petero, mitume, manabii walifanya hivi, Elisha. Vitu zenye zilifanywa na zikaisha bwana. Sasa Mungu anataka mambo makubwa kuliko yale yaliyokuwa hapo. Bado umekwamia kwa vitu vya Elisha na maji ya chumvi. Haya, tunaendelea. Sasa tumepata kwamba kila aina yote ya shida yenye uko nayo sio serikali itatatua, hapana. Na serikali ikitatua ni Mungu ametumia tu hiyo serikali. Wazazi wakitatua ile shida uko nayo ni Mungu tu ametatua ile shida. Chenye Mungu anataka ujue kwamba suluhisho yoyote ya kila aina yote ya matatizo yaliyo katika maisha ya kiumbe chake chochote ni yeye mwenyewe. Vile atataka kutumia mtu ama tumie chombo kingine, yeye tu ndiye atabakia kwamba ndiye ametenda, sio hicho chombo. Elewa hivyo. Mungu akinitumia sahi hapa, wewe umekuja ukiwa mgonjwa, nikakwambia kwa jina la Yesu rudi kwa nyumba. Mimi sio mponyaji, mimi sio Mungu, mimi ni chombo chenye Mungu ametumia. Wewe weka akili yako kwa Mungu, muheshimu, muabudu yeye. Usinigeuze mimi kuwa Mungu, usianze kuniabudu mimi. Usianze kuniinamia na kuona ya kwamba bila mimi hautaenda na kusonga katika maisha bwana. Awachana hiyo. Tunaendelea na Injili. Basi alipowaona watu makundi kwa makundi, aliwaonea huruma kwa sababu walikuwa hoi na wenye wasiwasi kama kondoo wasio na mchungaji. So wakati Yesu alikuwa anaendelea kuhubiri Injili kila mahali dunia mzima, akisonga akienda kila mahali, kuna mahali alifika akaona watu katika makundi makubwa, my friend. Watu walikuwa katika makundi makubwa, lakini walikuwa hoi, walikuwa na wasiwasi. Watu wale walikuwa na matatizo. Wale watu walikuwa na shida. Kama kondoo asiyekuwa na mchungaji. Injili ni tamu. Wacha nirudi hapa mama. Hii Injili ni mzuri. Basi alipowaona watu makundi kwa makundi, aliwaonea huruma. Kwa sababu gani? Ona, aliyaona watu makundi kwa makundi akawaonea huruma. Kwa sababu gani? Sikia. Kwa sababu walikuwa hoi na wenye wasiwasi kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Sababu ya Mungu kuona hao watu na kuwaonea huruma, wasiwasi waliokuwa na hoi. Lakini hao watu ni wakina nani? Ambao walikuwa makundi makubwa, watu wengi. Hao ni watenda dhambi. Dunia hii imejaa watenda dhambi. Watenda dhambi ni wengi katika hii dunia kuliko watakatifu, kuliko wenye haki. Hao ndio makundi. Unasikia Yesu anasema yalikuwa yamekusanyika makundi kama kondoo asiyekuwa na mchungaji, yakiwa na wasiwasi. Makundi ya walevi, makundi ya washerati, makundi ya wauaji, makundi ya afya mimba, makundi ya watu ambao wanajichibua mwili, makundi ya watu ambao wamekaa katika mambo ya urembo, wamekataa vile Mungu aliwaumba, wanataka kujiumba wenyewe, kurekebisha Mungu kwa meno, kwa mapua. Makundi ya watu wenye ukabila wa hali ya juu, makundi ya watu wenye walikuwa na chuki na wivu, watu walikuwa na hasira na uchungu, majambazi, makundi ya washerati, makundi ya wazinzi yalionekana kila mahali dunia mzima. Yesu akaona, lakini alikuwa na wasiwasi. Kwa nini? Wasiwasi na hoi. Makundi yale hayakuwa sawa. Makundi yale yalikuwa yamekosa kitu. Mchungaji ni nani? Unafikiri sasa ni mimi? Ni Mungu mwenyewe kupitia kwa watu wakuje wenye amewaita wahubiria hawa watu Injili. Wale watu walikosa watu kama mimi ambao Mungu anachagua kama mwinjilisti wakuje kwao wawafundishe hoi, wasiwasi, kufadhaika, kuhuzunika, taabu zenye walikuwa nazo ziishe. Walikosa hao watu. Na si ya kwamba hata watu hawakuweko, walikuweko. Utafika tu hapo utaona walikuweko. Unaona? Kwa sababu katika maisha kama hautakubali Mungu akuwe sehemu ya kwanza ya maisha yako, na kuhakikishia ya kwamba pesa zako, elimu yako, ujuzi wako, nguvu yako,
kila aina yote ya ule uwezo ambao uko nao hauitaweza kukusaidia. Bado utakuwa umepungua katika maisha. Kuna kitu kinakosekana kwa maisha yako wakati unakosa kumfanya Mungu kuwa kila kitu, kuwa nambari ya kwanza katika maisha yako. Kuna kitu kinakosekana. Kando na vile vitu ambao uko navyo, unaona kwamba unaweza kusonga bila Mungu, na kuambia utakuwa hautaweza. Ndio wale watu walikuwa pale. Ni watu wangapi katika hii dunia? Ni watu walevi lakini wako na pesa ya kuwasaidia. Ni watu ambao ni makahaba, wako na mali, wezi, wako na kila kitu katika maisha yao. Wameibia watu mashamba, wamepata. Wameibia watu mali, wamepata. Wako na hizo vitu, lakini angalia, amani hawana. Ndio maana kuna hivyo nasema kwamba bila amani basi hakuna kitu utaweza. Amani ni Mungu mwenyewe. Amani ni kitu cha kwanza katika maisha. Ndio maana nakwambia sio elimu ya hii dunia. Sio pesa. Kuna wale ambao watu wako na pesa na elimu ya hii dunia na umaarufu na uwezo, wenye ukiwaangalia hivi mpaka unasema kweli, bwana, hao ndio watu ambao nastahili nifanane nao, lakini amani hawana. Ani ile utulivu wa maisha yao katika hii dunia hawana. Wanaona kwamba katika hii dunia wanakaa wakiwa hoi, wakiwa na wasiwasi. Kwa sababu gani? Wamekataa kumfanya Mungu kuwa nambari ya kwanza na kila kitu katika maisha yao. Wamefanya pesa, umaarufu, silaha, uwezo, vitu ambavyo yenye Mungu ameumba kwao ndio vimekuwa vya maana kuliko muumbaji mwenyewe. Mungu atakufundisha bwana. Hata kama wewe ni mwanajeshi utafundishwa. Hata kama wewe ni rais utafundishwa. Chief commander, Mungu atakufundisha mpaka uchifu commander. Utakuwa na kai unasema kweli. Uulize Nebukadnezar miaka 7 kwa msitu. Wakati fahamu yake ilikuja, alisema nimegundua Mungu ndiye anayechagua rais, anachagua mfalme, anachagua malikia, anakufanya ukuwe mwanajeshi, na tena anakufuta wakati wenye anataka na kuweka mwingine, na hakuna mahali utampeleka. Hakuna kitu utafanyia Mungu. Yote ni kwa utukufu wa jina lake, kukufundisha ya kwamba unahitaji kumtegemea. Sasa unasikia vile ile neno limesema makundi ya watu yalikuwa pamoja yakiwa na wasiwasi. Wasiwasi gani? Ulevi ndio ilikuwa imekuwa wasiwasi katika maisha hao watu. Pesa wako nayo lakini wanalala kwa baa. Wamekataa nyumba zao, wamekataa kitanda chao kizuri, wameenda kulala kwa mitaro. Wanafikiri hiyo ni maisha mzuri. Ndio maana hao watu walikuwa hoi na wasiwasi. Hawana amani katika maisha. Wako na pesa ndio, lakini katika familia yao kila mtu, kama wewe ni mume ama wewe ni mke, kila mtu anakuja kwa wakati ambao anataka katika ile boma. Hakuna mtu anaambia mwingine kitu anasikia. Kila mtu pale amekuwa kichwa ngumu. Mume haambiliki, mke haambiliki, watoto hawaambiliki. Unafikiri hapo mahali kuna amani? Haiwezi kuwa na amani. Hoi. Sasa ndio unaona watu wale walikosa Mungu. Kuna vitu vilikuwa katika maisha yao vikiendelea, ukiangalia nje vinaendelea mzuri, lakini kwa sababu hawajakubali Mungu kuwaongoza katika mambo yao yote, basi mambo ilikuwa ngumu kwa hao watu. Mambo ilikuwa ngumu kwa hao watu. Sikia sasa. Tunaendelea. Mungu akasema hivi. Hapo akawaambia wanafunzi, hapo alikuwa na wanafunzi wake, mavuno ni mengi. Mavuno ni nini? Mavuno ni nini? Ni mengi. Mavuno ni mengi. Mavuno, my friend, hapa ni hawa watu ambao walikuwa ni watenda dhambi. Hawa ndio walikuwa makundi makubwa. Makundi haya ni mavuno bwana, ambao yanastahili yavundishwe, yakakuje kwa Mungu, yakakubali ya kwamba Mungu ndio kila kitu. Yesu akawaambia wanafunzi wake, sikia, mavuno ni mengi lakini wafanyakazi sasa ni mimi ambao Mungu ameniita kama mtume. Mungu ameniita kama mwinjilisti. Mungu ameita mwingine kama mchungaji, muimbaji pale. Wale ambao Mungu anatutumia kuleta habari hizi ili wengine wakazipokee kwa injili. Sisi hivi. Sasa anasema ni wachache. Inamaanisha kwamba watenda dhambi, wale watu ambao wanafahamu Mungu katika dunia, wengi wako katika sehemu ya kukosa kumfahamu Mungu. Wachache ndio wako pale. Ndio maana Mungu akasema kwamba mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache. Basi muombeni mwenye mavuno. Ombeni mwenye mavuno. Mwenye hawa watenda dhambi
ambieni Mungu mwenyewe sikia, atume wafanyakazi wakavune mavuno yake. Yesu akaambia wanafunzi kitu moja, sikizeni vizuri. Akawaambia mavuno ni mengi watenda dhambi, lakini hawa watenda dhambi wanahitaji wainjilisti, wanahitaji manabii, wanahitaji wachungaji waje wakawahubirie injili, wakawachane na mambo ambayo yamewafanya wasikue na amani, mambo yale ambayo wamefanya wakue hoi hoi na wasiwasi mingi, yale maneno, ili wakawe na utulivu, wakawe na amani, wakafurahie Mungu katika hii dunia. Akawaambia ombeni kwa mwenye mavuno. Mwenye mavuno ni nani? Mavuno nimekuambia hapa ni watenda dhambi. Mwenye mavuno ni nani? Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ambieni Mungu sasa, nyinyi ambao mmeshapokea hiyo neema ya kuenda kuhubiria watu, atume wafanyakazi, aongeze. Sasa Mungu anaambia mimi, Justus, enda uombe ili nikaongeze wainjilisti wengine waje msaidiane hii kazi, ili watenda dhambi hawa wakafikiwe, wakapata neema ya kufahamu Mungu kama vile wewe na yule mwingine ambaye ameshamfahamu yuko. Umenipata? So hapo ilikuwa inaonekana kwamba wafanyakazi walikuwa ni wachache. Wenye wamekuwa hao wachache, wengi hawako tayari kwa kuhubiria watu ukweli. Ndio maana hata kondoo zile zilikuwa katika dunia hoyo na wasiwasi. Wale wachache wenye wako wengi wanafanya ile kazi wakiwa na tamaa ya tumbo yao. Mtu ameenda kusomea teolojia, afungue kanisa ndiye apate mshahara. Hajaitwa, hajui mwito wake, amefika kwa teolojia huko ameambiwa yeye ni mtume. Wakati amefanya kwa ametoka huko, amefungua kanisa, amekuwa nabii. Muda sio muda ndio huyo tena yeye, ndio huyo amekuwa mchungaji, ndio huyo tena amekuwa papa, ndio huyo amekuwa reverend, ndio huyo ni cardinal. Ukora. Sasa mtu mmoja huyu amejibadilisha mara ngapi? Wapendwa, tuombe wale ambao tumepokea hii neema. Wapendwa, sisi ambao tumeokoka tuko na kazi kubwa. Ndio maana nikakwambia hakuna kazi kubwa katika maisha yangu kuliko hii kazi ya injili. Na kuhakikishia 100%, hakuna kazi kubwa katika maisha yangu kuliko kazi ya kuhubiri injili. Na hakuna kazi ambayo inanilipa mshahara mkubwa dunia mzima. Nilikwambia hata mataifa yakikusanyika yote na pesa zao haiwezi kunilipa mimi, lakini ninalipwa mshahara mkubwa kwa sababu ya hii kazi ya injili. Mshahara ambayo hata rais hawezi nusia, mfalme hawezi nusia. Kwa sababu gani? Ya hii. Silipi kwa sababu nilienda kwa shule nikahitimu masomo ya mwili. Sasa ninakuja nikikwambia kwamba mshahara ambao ninapokea ni kwa sababu nilipita geography, ni kwa sababu nilikuwa mwerevu kwa chemistry, kwa sababu nilikuwa najua agriculture. Hapana. Mshahara ambao ninapokea ni kwa sababu nilikubali sauti ya Mungu, nimeamua kutii na kuiamini na kuenda kutimiza habari zake za injili vile aliniagiza, na akaniambia yale yote ambayo nahitaji nitayapata bure. Hayo yote nimeyaona akiyatimiza. Ndio maana nikakwambia kama kuna kitu niko na uhakika nacho 100% katika hii dunia ni injili ya Yesu Kristo ambayo inaleta ukombozi. Wapendwa, kama tumeitwa, tumekataa kuhubiria watu. Wewe angalia sasa. Angalia sasa wale watu ambao mlisoma nao. Angalia sasa. Kuna watu ambao mlikuwa mnakunywa nao pombe, umeokoka. Wale watu wako wapi? Wenye mlikuwa mnaiba nao, wenye mlikuwa mnaroga nao, wenye mlikuwa nao katika ukabila, uzinzi, masengenyo, wewe umeokoka. Je, unawazia nini wenye mlikuwa nao kabla wewe haujapatana na Yesu? Kuna kitu unawazia? Bado wako pale wanaendelea kuiba, wako pale wanaendelea kufanya usharati, uzinzi, ukabila uko ndani yao, vitina. Tunalia ati dunia ni mbaya. Dunia sio mbaya. Dunia ni mzuri. Watu ambao waliweka ndani ndio wamekuwa wabaya. Ndio maana umesikia kwamba na ni wengi. Wabaya ni wengi kuliko wema. Lakini sisi ambao ni wema wachache ambao tuko, hatujakuwa tayari na nia safi ya kuendea hawa wengi, tuwafundishe neno la Mungu wakagundue, waje wakapokee wokovu kama vile sisi tulipokea.
Angalia wale watu ambao mlikuanga nao katika dhambi kabla haujamjua Yesu Kristo, wenye mlikuwa nao katika giza. Wewe sasa ulitoka Freemason, ulitoka Illuminati, ulitoka katika makundi mengine ya kuabudu sanamu. Angalia wenye uliwacha pale Freemason. Angalia wenye uliwacha Illuminati, ambao hata wewe ndio uliwaingiza. Hata wengine uliwapata pale. Yale mambo mlikuwa mnafanya nao ya giza, umetoka. Mungu amekuondoa pale kwa Freemason, mahali penye walikwambia ukadanganywa kwamba hauwezi toka Freemason na ukaishi. Uwezi wachana na kikundi cha Illuminati na ukaishi. Ati shetani ako na nguvu kuliko Mungu. Mungu alikutoa hapo, unaishi. Wenye mlikuwa nao mkikunya nao damu za watu, mavi ya watu mkikula nao, wenye mlikuwa mnaenda mnakula nao viungo vya watu sehemu nyeti, wale watu unaowazia nini? Wewe sasa haukunywi hiyo damu, haukuli hayo mavi, haufanyi vitu ambavyo ni vipofu venye ulikuwa ukifanya ukiwa nao. Wenye uliwacha pale unawawazia nini? Hao ndio maana Mungu akasema kwamba tuombe watendakazi waongezeke. Watendakazi ni wakina nani? Si ni hawa makundi hawa. Hawa watenda dhambi hawa watakapookoka watakuja wakawe wafanya kazi, ili neno la Mungu likaendelee kusambaa duniani kote. Sasa kama sisi wenye tumeitwa na Mungu, hatuende kukubiria hawa makundi waje wakawe wafanya kazi ili walete wale wengine pia kwa Kristo. Je, alafu tunahitaji mashamba. Hatuombi Mungu aongeze mitume, Mungu aongeze wainjilisti, Mungu aongeze manabii. Chenye tunaomba ni vile tunafaa tuende Amerika. Tunaomba vile tunafaa tufungue kampuni kubwa ya biashara. Tunaomba vile watoto wetu wanafaa kusoma wa graduate, wakawe na degree sijui zote. Unajua kama wewe ni mtumishi, wacha nikuhakikishie ukweli. Ukitaka kujua kwamba umeokoka, kama wewe ni mtumishi, unasema kwamba umeokoka, na katika lengo lako la wokovu si ya kwamba watenda dhambi waokoke, haujawahi okoka na Yesu Kristo haujawahi mjua. Ukitaka kujua mtu ameokoka na amekutana na Yesu Kristo, mtu yule ako na mzigo wa wale wengine wenye walibaki katika ile giza, wakuwe kama yeye vile yuko saa hii. Na kuhakikishia, ukienda kwa kanisa lenye halitambui mambo ya uinjilisti, kanisa kazi yake tu ni kukusanyika siku ya Sunday, kuomba, wako tu na vyama vya matanga, mambo ya maharusi, sherehe, miradi na makundi mengine ya vile watapata pesa. Kanisa lile haliko na mitume, kanisa lile halina wachungaji, kanisa halina wainjilisti, halitambui mito, linatambua tu mchungaji peke yake. Hilo kanisa, kama uko pale uko na shida. Ingia katika kanisa ambazo ofisi zote za injili zinafanya kazi. Walimu wako pale wanafundisha, na kweli wakisimama kufundisha unaona wanafundisha. Mitume wako pale wanaenda kila mahali kwa sababu ya injili. Wainjilisti wako pale wanahubiri kila mahali. Enda mahali ambapo kuna wachungaji, wanakaa mahali wanafundisha mtu neno la ukweli. Sio kuwapaka mafuta na kuambia kwamba mwinjilisti amekubomoa huko, sasa wewe kuja mimi nikupake mafuta ndio uendelee kuwa na mimi hapa. Mwinjilisti amekwambia pombe ni mbaya, lakini mimi mchungaji nakwambia kunywa kidogo, ukunywe kwa nyumba yako na bora usilewe na usitukane watu. Sasa unaona? Ofisi zote za injili zinafaa kuwa zinafanya kazi mahali unabudu. Lakini kanisa la siku ya leo haliko tayari kwa uinjilisti, kwa sababu uinjilisti watu wanakataa ya kwamba uinjilisti ni gharama. Watu hawako tayari kwa uinjilisti. Wanasema ya kwamba ni gharama. Kuna wale nilipata waliniambia kwamba kama kuna gharama katika mambo ya Mungu, katika vipawa ya Mungu, ni kipawa cha uinjilisti. Kama Mungu alikuita katika hicho kipawa, jua ya kwamba sio kipawa cha mchezo, iko na gharama. Hakuna mahali hakuna gharama, hata mchungaji, hata mtume. Kila mtu enda mahali ambapo kila kazi ya Mungu inafanyika, na usiende mahali ambapo ni kazi moja, ni uinjilisti pekee. Hakuna unabii, hakuna uchungaji, hakuna walimu. Na hii uinjilisti wenye anafanya ni ya kupokea vitu. Wanatoka waende kuhubiri kwa masoko, wahubirie watu kwa nyumba, watoke pale na unga. Una pia ni wakora tena. Kanisa lote linafaa kuhakikisha kwamba vipawa zote za Mungu zinafanya kazi. Bila kusema kwamba hii kipawa iko na gharama hii tuiweke kando, hapana. Kama kuna wainjilisti na mitume watumwe tu. Hata kama ni wawili watatu waende katika nchi, hata kama gharama yao itakuwa 5,000,000, wapeeni hiyo 5,000,000 kwa sababu wanaenda kutafuta roho moja. Ndio maana Mungu anasema kwamba kuna furaha
roho moja inapogeuka yenye ilikuwa katika dhambi na kukuja katika utakatifu, malaika mbinguni wanasherekea. Ninyi mnasherekea wakati Manchester imefunga bao. Mnasherekea wakati watawala wa dunia wameiba kura wakaingia katika uongozi wa kulazimishia watu vitu venye haviambatani na Mungu. Hao ndio mnashangilia wakati wameingia katika viti. Unashangilia kitu ambacho ukiangalia ni dhambi. Watu wameenda concert, watu wanacheza uchi. Mtu ametoka India, mtu ametoka Afghanistan, mtu ametoka Jamaica amekuja hapa Kenya KICC anacheza uchi. Hapo ndio watu wamejea, wameenda wameshangilia. Unashangilia ati mtoto wako ameenda graduation sasa university. Amemaliza, amepewa degree, ako na master, ako na PhD. Hapo ndio mnashangilia. Wengine wanashangilia ati fulani ameenda sasa kuzaa, amezaa mtoto kijana, amezaa mtoto msichana, mwingine amezaa mapacha. Unaambiwa congratulations, watu wanashangilia. Lakini wakati uliokoka kuna mtu alikuja akakwambia congratulations. Na wokovu ndio kitu cha maana. Mtu akiokoka inafaa, my friend, dunia yote, hata serikali inafaa ikuwe hiyo wakati, hata inasema tukue na holiday ya kusherekea kwa sababu ya huyu mtu tu. Serikali tunafaa itafute siku katika kalenda ya kusherekea tu watu ambao wamekubali kufuata Yesu Kristo. Hata kwa siku za wiki, serikali mtafute siku ya kuambia wale watu ambao wamepokea Yesu katikati ya wiki, tutafute siku watu washerekee tu kwa sababu ya hao watu. Lakini kuna siku ati Members Day, Ladies Night, sijui siku gani za upumbavu, za watu wenda kulewa, watu kwenda kwa usherati. Siku ya watu wenye wameokoka iko wapi? Mavuno ni mengi, watenda dhambi bwana. Wafanya kazi ni mimi wenye nimeshaokoka na wewe mwingine mwenye uko pale. Tuombe Mungu atuongezee wainjilisti wengine, mitume wengine. Hiyo ndio kazi yetu, ili waje watusaidie hii kazi na kuokoa wale wengine wenye tulikuwa nao katika dhambi. Tuombe Mungu awabadilishe vile alitubadilisha, wakuje watoka katika hizo nini shughuli zao za giza zenye zinafanya tunapata hasara katika hii dunia. Wizi, wenye walibaki, wenye hawajaokoka, hao ndio wanaendelea kuiba, wanatuletea hasara. Ombea hao wezi, ombea makahaba, watu wenye watulii kwa ndoa. Wewe mwanamke mmoja utaoleka na wanaume 7. Na kila mwanaume na mtoto wake. Kila mwanaume na mtoto wake. Na hapa uko kwa kanisa unatoa fungu la 10 unaimba na hakuna mtu anayekwambia ukweli kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa upande wa zaka. Hapana bwana. Tuache hiyo mambo. So, nataka niseme hivi. Sherehe kubwa yenye tunafaa tukue tunafanya katika hii dunia ni sherehe ya mtu kuokoka. Na hata inafaa ikuwe na siku yake ya watu kusherekea tu. Fulani na fulani waliokoka. Sasa leo tuko hapa na siku ya kuombea na kufurahia. Kama malaika wanakuwa na sherehe huko kwa sababu tu ya mtu ameokoka. Wanafikiri malaika watakuwa na sherehe kwamba ati Barcelona imefunga Real Madrid. Wewe utafikiri ati malaika watahost hiyo sherehe? Wewe endelea kukaa pale ukifikiria kwamba tuko kwa michezo na injili. Tuko serious mbaya sana. So, ombeni wafanyakazi watumwe. Ili lengo la Mungu kubwa katika hii dunia ni kumaliza dhambi. Watu wajue utakatifu, wakae katika maisha yanayotakana kwa utukufu wa Mungu. So, hiyo ndio kazi ambao tumeambiwa, na mtu yoyote ambaye aliokolewa kwa sababu ya hiyo tu. Aende akuhubirie watu. Ndio maana nimekuambia injili ni kuhubiri, ni lazima. Kama uliokoka na kuhubiri sio lazima katika maisha yako, basi haukuokoka. Mungu haumjui, Yesu haujawahi kutana naye. Yote aliyempokea Yesu alimfanya kuwa mwana, alimtuma duniani kote, kila mahali penye utakuwa. Sikuambia tu sasa utafute nafasi kama hii yenye mimi niko nayo hapa TikTok ama Facebook ama YouTube ukuje hubiri, lakini hata kwa plot yako hubiri pale. Kwa kazi yako hubiri pale, kwa gari hubiri pale. Kila mahali unaenda ukipata mtu, sio lazima tukuje kwa soko na speaker, uende kwa stadium host crusade kubwa. Kuhubiri ni lazima kila mahali penye uko unaendelea kuhubiri.
Unaendelea kuhubiri nini? Kufundisha. Kuhubiri si kuamka tu asubuhi na kuambia watu ya kwamba wachana na wizi, wachana na usherati, na haujawaambia wizi yenyewe ni gani. Taja vitengo vya wizi. Usherati wenyewe wanafanya ni aina gani, na hii usherati kwa nini inawaangamiza, wataingia jehanamu. Waeleze, ndio kuwafundisha. Wakati naambia mtu wachana na usherati, wachana na uzinzi, hata mwingine ajui uzinzi, mfundishe uzinzi ni kukiwa uko katika ndoa lakini bado umekataa hii yenye Mungu amekupatia, unaenda kutafuta nyingine ambayo Mungu hajakuruhusu. Huyo mtu ajue kumbe nikiwa katika ndoa na nimekataa mume wangu, nimekataa mke wangu, tena nimeenda kutafuta mwingine, hiyo ndio uzinzi. Yes. Mfundishe huyo mtu ajue uzinzi ni nini, ajue na usherati ni nini. Haujaingia katika ndoa lakini wewe ndio unajua kila shimo vile linafanana. Wewe ndio wakufagia. Kila mahali unaenda ni kufagia wanawake, kufagia wazee, kufagia watoto, kila kitu. Unasikia? Ufundishe mtu aelewe. Ndio maana Mungu akasema kwamba alitembea akifundisha. Mahali penye imekosekana katika hii dunia ni kipawa cha kufundisha. Wengi ambao tumeitwa hapo mahali tunafaa tuangalie. Mtu yeyote amepewa hiyo neema ya kufundisha, kwa sababu Mungu hawezi kukuita akufundishe na akose kukupatia neema hiyo. Ndio maana Mungu aliwatuma akawaambia, nendeni muwafundishe yale ambao nimewafundisha. So hawezi kuokoka na ukose kuwa mwalimu, hawezi. Mtu yote aliyeokoka kwanza, kabla hajakuwa mtume, kabla hajakuwa mwinjilisti, kabla hajakuwa mtume, kwanza wote ambao tunaokoka tunapewa neema ya kukua mwalimu, ya kwamba yale ambao tunafundishwa sisi kama wainjilisti, tunapotoka hapa tutaenda huko nje na kufundisha wengine. So inamaanisha kwamba neema ya kufundisha iko juu ya kila mtu ambaye ameokoka. So kama hiyo neema unasema kwamba hauko nayo, wewe haujaitwa kwa mwalimu, basi haufai kuendelea kuhubiri injili, kwa sababu injili ni kufundisha. Angalia kwa shule, utakuwaje mwalimu wa biology, mwalimu wa hesabu, kama wewe haujaenda ukafundishwa hizo hesabu na unazijua ndio kuja ufundishe? Utaendaje? Hauwezi. Hata kwa hospitali hauwezi enda kufanyia mtu operation kama haujafundishwa. Hauwezi ukuta tu mtu kwa street hapa na unampatia vitu ama unamwambia tools za operation ndio hizi kuja ufanye operation. No, mpaka akawa amefundishwa na huyo mtu ameelewa, sasa ndiye anakuja kufundisha chenye amefundishwa. So wewe kama ni mhubiri na unasema kwamba hauna neema ya kufundisha watu, wewe ni mkora, wewe ni mwizi, wewe ndio tapeli. Kila mtu amepewa neema ya kufundisha katika kile kipawa chenye Mungu alimpewa. Kama wewe ni nabii, utaanza kutoa unabii ukifundisha watu. Hiyo unabii inamaanisha nini? Hawamuki tu na kuanza kutoa unabii bila mafundisho. Hawanzi kuhubiri bila mafundisho. Mafundisho, alienda katika miji zote akifundisha watu, akiponya magonjwa, akiondoa kila aina yote ya matatizo. Huyo ni Mungu. Haikuwa NGO bwana. Haikukuwa government, hii ni Mungu Yesu mwenyewe alifanya hiyo mambo yote, na akatuambia kwamba kuna watenda dhambi wanaostahili kupata wokovu, na hawa wenye wameshapata wokovu, mimi na wewe, you are saved to save. Ani wewe uliokolewa uje uokoe wengine. Ndio sababu yako ya wokovu hapa. Sio sababu tu ya kusema nimeokoka na kutoa fungu la 10 na kukaa kwa kanisa ukisengenya wachungaji, kukaa kwa kanisa pale haujui chenye unafanya, atuwe ni idol. Mtu yote aliye kwa kanisa na hana kazi, huyo mtu atolewe ndani ya ile kanisa. Hata ameokolewa na Mungu hajampatia kipawa chochote. Kazi yake tu ni kukuja siku ya Jumapili na kurudi kwa nyumba. Angoja akufe, aenda ziko na mtumishi. Huyo bwana awache michezo, abaki kwako. Baki kwako. Mtu anayekuja kwa kanisa, mwanafunzi anapotoka katika iboma yao, akienda kwa shule kufundishwa, anapoenda pale akona lengo, nimeenda nitakuwa daktari, nitakuwa nahoda, nitakuwa mwalimu, ama nitakuwa mtu fulani. Sasa wewe Mungu amekuokoa ukue nini? Ukuje uko tu naangalia vitu na kuhesabu pale na kutusomea tu Biblia. Alafu nasema Mungu amekuita bwana, uachana hiyo kora. Sisi wenye tumeitwa tuhakikisha kwamba tuombe Mungu atuongezee watendakazi. Sio kuomba tupate vitu vya maisha, tukue na magari na nyumba mzuri na watoto, lakini hatuombi Mungu atutumie mitume, manabii. Ndio maana kuna vipawa vingine katika kanisa havifanyi kazi. Hakuna mtu anaweza kutafsiri kuongea kwa ndimi. Hakuna mtu anaweza kutafsiri ndoto na maono.
tuko pale. Miaka 10 tunaletewa ndoto, hakuna mtu anaweza kufafanua. Lakini sisi tunataka Mungu kutupanua tupate mashamba. Inamaanisha hii wokovu haiko kwa sehemu ya maisha yetu. So namaliza nikisema hivi ya kwamba kuhubiri ni lazima. Kila utawala wa hii dunia, sikizeni hii, nakwambia ukweli. Kila mtu yoyote katika hii dunia, jua hivi ya kwamba kuhubiri ni lazima. Kuhubiri, kwenda kuambia watu Mungu ni nani. Watu wamjue Mungu, wakae katika njia ya utakatifu. Alafu sema ati ndio kitu ambao serikali inapingana naye. Uniambie ati wakora wa hii dunia watapingana hii, wataweza? My friend, kama Yesu mwenyewe alipokuwa hapa, manabii walipingana nayo na hawakuweza. Sasa wewe ni nani? So kama umeokoka na lengo lako katika wokovu sio watenda dhambi waokoke wakuwe kama wewe mwenye ulishaokoka, basi wachana na wokovu, rudi ukasikie injili ukaokoke tena. Utakapookoka tena, utakapokuja hapa, utakuja ukiwa na mzigo moja katika hii dunia ya kueleza watu wajitenge na dhambi, wakae maisha ambayo Mungu anataka wakae. So neno hilo limefika hapo kwa siku ya leo, na huo ufunuo wenye mmesipata ile neno, Mungu aendelee kuwatendea mapenzi yake. Na mafundisho haya yanaendelea katika mitandao zetu 3 hapa Facebook, mtandao wetu na channel yetu inaitwa Believe Obey. Haya, katika mtandao wetu YouTube tuko pale Believe and Obey the Only True God. Katika TikTok utatupata pale Believe and Obey Jesus Only. So tuko na mitandao 3 za kupeperusha injili hii, na wewe mwenye kuipokea, ninakusihi neno moja: utakapoipokea injili hii pia peana mwingine, ili neno hili likaendelee kusambaa kila kona ya dunia, na wengi ambao ni watenda dhambi wakaendelee kubadilika na kukuja katika Kristo, wakijiepusha na mambo maovu. Kila mmoja akawe na wakati mwema, na ukaendelee kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Amen, amen, amen.